السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं मुस्लिम औरत के बयान करता कुछ वाक़यात बयान करूंगा जो मुस्लिम औरत Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Siraziz anasema kwamba leo tena nitaeleza matukio mbalimbali ya halifa wa pili. Matukio haya yanaonyesha jinsi aliyoishi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Vile vile matukio haya yanaonyesha mfano wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Pia Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kuhusu nafsi yake kwamba mimi sikumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa sababu hii kwamba alikuwa baba yangu, bali mimi nilipokuwa katika umri wa 11 nilinuia kwamba nitafanya utafiti, na katika utafiti wangu ikijulikana kwamba Sayyidina alayhi salam ni muongo na uzubillah, nitatoka nyumbani kwangu. Lakini nikafanya utafiti, na baada ya utafiti ilijulikana kwamba Sayyidina alayhi salam ni mkweli. Hata Sayyidina alayhi salam alipofariki, kuhusu unabii wake imani yangu ilizidi zaidi, iliimarika zaidi. Kisha anasema halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwamba nilipofanya bayati kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, hali ya moyo wangu ilikuwa ya aina hii kwamba mimi siwezi kueleza katika maneno. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza jinsi gani Sayyidina alayhi salam alikuwa akitukumbusha kuhusu maombi. Alikuwa akiwakumbusha watoto katika utoto wao kwamba wao wafanye maombi. Alikuwa akiwahimiza. Kwa kueleza hali hii anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam, ambaye kuhusu kwake Mwenyezi Mungu alisema ujibu kulla duaika illa fi shurakaika, yani Mwenyezi Mungu alimwahidi kwamba nitapokea maombi zako zote isipokuwa maombi unayofanya kwa ajili ya jamaa zako. Anasema wakati wa kesi ya Henry Martin Clark alikuwa akiniambia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nifanye maombi, na wakati ule umri wangu ulikuwa miaka 9, na alikuwa akiwaambia watumishi wa nyumbani pia wao pia wafanye maombi.
basi yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atapokea maombi yake yote alikuwa akiwahimiza wengine pia na alikuwa akiwakumbusha wengine pia wao wafanye maombi. Basi wengine wanatakiwa wawe waangalifu kiasi gani kuhusu jambo hili. Huzur anasema kwamba ilham hii isemayo ujibu kula duaika illa fi shurakaika, tafsiri yake na maelezo yake ni hivi, labda watu wengine hawajui kuhusu ufunuo huu. Ni kwamba kuhusu kesi fulani Sayyidina Malasm alikuwa anafanya maombi, na kesi hii ilifanywa na jamaa zake. Walifanya kesi hii ili wapate urithi katika mali ya familia ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na kaka wa Sayyidina alayhi salatu wassalam aitwaye Mirza Ghulam Qadir Saheb alikuwa anafuatilia kesi hii kwa niaba ya familia yake, na vile vile ofisa mwingine wa serikali pia alikuwa anafuatilia kesi hii. Mirza Ghulam Qadir Saheb alikuwa na yakini kwamba atashinda kesi hii, kwa sababu sisi tuna mali yote na familia ina tawala familia hii, kwa hiyo tutashinda kesi hii. Sayyidina Malaslam alipofanya dua alipata ufunuo huu. Maana yake ni kwamba nitapokea maombi zako zote isipokuwa maombi unafanya kwa ajili ya jamaa zako. Kwa kupata ufunuo huu Sayyidina Malaslam aliwaambia watu wa familia kwamba msifuatilie kesi kwa sababu mtashindwa kesi hii. Na lakini kaka yake alikuwa na yakini kwamba atapata ushindi. Katika mahakama ya chini hukumu ilitolewa katika haki ya kaka wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Baadaye pili ilifanywa katika mahakama mkuu, na kule kaka wa Sayyidina alayhi wasallam alishindwa kesi hii. Sayyidina alayhi wasallam alisema kwamba hii haiwezekani kwamba tungeshinda kesi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alinifahamisha mapema kwamba hatutashinda kesi hii. Halifa wa pili alipokuwa anaeleza tukio hili, kwa hakika alikuwa anawafahamisha madaktari kadhaa. Huzur anasema kwamba ikiwa kuna jambo lolote, timu ya madaktari wanakaa hapa na wanashauriana, na katika Pakistan vile vile katika nchi zingine pia madaktari wanakaa na wanashauriana. Lakini baadhi wakati madaktari kadhaa wanaona kwamba sisi tunamtibu mgonjwa fulani, kwa hivyo huyo mgonjwa anatakiwa aendelee kupata tiba kutoka kwetu, tusichukue ushauri kutoka kwa mtu mwingine yeyote. Hadhrat Sara Begum Sahiba aliyekuwa mke wa halifa wa pili, yeye alizaliwa wakati wa kujifungua. Kuhusu kesi ile, halifa mtukufu alisema kwamba madaktari walitakiwa wangeshauriana, labda wangeshauriana wangeweza kumwokoa maisha moja. Na kwa sababu ya hii halifa wa pili alisema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam, ambaye kuhusu kwake Mwenyezi Mungu alisema atapokea maombi zake zote, lakini katika hali hii alikuwa akiwaambia watu wengine pia wao wafanye maombi. Na vile vile watu wengine wanapotakiwa ushauri wanatakiwa wachukue ushauri kwa wengine, vile vile wanatakiwa wawaambie watu wengine pia wafanye maombi. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio lingine la safari ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ambamo alifariki, na alikuwa katika nyumba ya bwana Muhammad Hussain Saheb. Wakati fulani Dr. Mirza Yaqub Beg Saheb alileta taarifa ya mgeni aliyekuwa baniani na alitaka kukutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wakati ule Sayyidina alayhi salam alimwambia kwamba mimi pia ni mgonjwa, lakini Mahmud mtoto wangu pia ni mgonjwa, mimi na wasiwasi sana kuhusu maradhi yake, kwa hiyo umwangalie vizuri bana Mahmud. Yani Sayyidina alayhi salam alisahau maradhi yake kwa sababu alikuwa anajua kwamba mtoto wake atakuwa muslih mau siku zijazo. Ndio maana alimwambia Dr. Yaqub Saheb kwamba amwangalie vizuri. Halifa mtukufu anasema kuna kesi ya ukuta
iliyofanyika wakati wa sainam alah salatu wassalam katika uhai wake. बयान करते हुए katika kesi hii wapinzani wa jamaa zake walijenga ukuta katikati ya nyumba yake na njia za watu. हमारे ही बाज अजीज रास्ता में kwa kueleza habari yake saina halifatul masihi wa pili anasema kwamba wakati ule nilikuwa mtoto, lakini nakumbuka kwamba चुनाचे ऐसा ही jamaa zetu walikuwa wakiweka mbao njiani ili watu watakapokuja kwa ajili ya kusali usiku wajigonge na waanguke. kwa hivyo zile ambao zilipokuwa zikiondolewa wale jamaa zetu walikuwa wakitugombana. मगर हज़रत मुस्लिम vile vile nakumbuka kwamba wapinzani walijenga ukuta katikati ya nyumba yetu na wahamadia wengine walitaka kuangusha ukuta ule, lakini sainam alah salatu wassalam alisema kwamba kazi yetu ni kusubiri na kufuata sheria ya nchi. na anasema nakumbuka kwamba wakati ule nilikuwa mtoto na bado nakumbuka vizuri kwamba kwa sababu kwa utoto wangu nilikuwa nikipata ruya na ufunuo katika ndoto, niliona kwamba ule ukuta unaangushwa na watu wanatupa mbali matofali yake, na vile vile nahisi kwamba mvua pia umenyesha siku ile. vile vile katika ndoto niliona kwamba upande wa misikiti halifa wa kwanza anakuja. anasema wakati hukumu ilipotolewa kuhusu ukuta, na hivi ndivyo ilivyotokea nilivyoona katika ufunuo na ndoto kwamba mvua ulionyesha siku ile, na halifa wa kwanza pia alikuwa anakuja baada ya kutoa darsa kutoka msikitini, na mimi pia nilikuwa nimesimama pale na mimi kwa sababu nimeshawahi kumwelezea ndoto hii halifa wa kwanza. halifa wa kwanza akasema kwamba mia, angalia leo ndoto yako imetimia. इस्लाम की जिंदगी में मुखालिफीन ने मस्जिद का दरवाजा बंद kisha halifa wa pili anasema kwamba घर में पर्दा करा ilikuwa wakati wa sainam alah salatu wassalam walifunga mlango wa sainam alah salatu wassalam, na mara chungu mzima sainam alah salatu wassalam alikuwa akiwapitisha watu katika nyumba yake waliokuwa wakija kusali swala, na wengine walikuwa wakija kwa njia za mbali kwa ajili ya swala, na mwaka mzima mlango uliendelea kufungwa. na baadaye kesi hukumu ilitolewa katika haki ya sainam alah salatu wassalam. Hazur anasema watu wanaoenda kadhian siku hizi wanaweza kushuhudia kwamba njia nzuri zimejengwa na ni kubwa sana. अपने बचपन की बात याद है kuhusu kuwabembeleza watoto, फरमाया करती kuhusu tukio hili alifa wa pili anasema kwamba mimi nakumbuka tukio la utoto wangu kwamba mama yetu baadhi wakati alikuwa akisema kwa kunikasirikia kwamba kichwa chake ni kadogo sana, yani kichwa cha halifa wa pili. nakumbuka sainam alah salam alikuwa akisema kwamba hii si jambo la wasiwasi. Vatican aliyekuwa wakili mashuhuri sana, kichwa chake pia kilikuwa ndogo sana, और इरफान से na alikuwa akisema kwamba kichwa kikubwa haikionyeshi kwamba huyu mtu ni mwenye akili sana. mtu ambaye समझ सके ananyimwa फूल क्या है haki ya elimu kwa watoto wake, hata kama huyu mtu kichwa chake ni kikubwa, kwa hakika kichwa chake ni ndogo. na yule ambaye hajui Mwenyezi Mungu ni nini, Qur'ani ni nini, huyu mtu anawezaje kupata maarifa na mambo ya hekima? Kitu kinachotakiwa kwa hakika ni kwamba tuelewe mafundisho na amri za Mwenyezi Mungu na tujitahidi tukufuata na kuelewa Qur'ani tukufu. na kwa sababu ya hii ubongo unapata mwanga kuhusu kufuata serikali. Halifa wa pili anasema kwamba nilipokuwa mtoto wakati ule nilisikia sainam alah salatu wassalam alikuwa anatusihi kwamba tufuate serikali yetu, na nilianza kufuata serikali kiasi hiki kwamba nilienda kinyume na mawazo ya watu wengine, hata wakubwa wa jumuiya pia. Hazur anasema kwa sababu watu wengine wanakuwa na tabia ya kujadiliana, na wanasema kwamba kwa sababu ya jambo fulani fulani hatutakiwi tufuate amri ya sheria,
lakini huzuri anasema kwamba sisi tunalazimika kufuata sheria ya nchi hata इस्लामी हुकूमत भी अल्लाह ताला की तरफ से mpaka hawatuzuii katika kufuata sheria. कौम के अफराद बहुत नेक और इस्लाम senam alah salatu wassalam alisema kwamba जालिम गासिब utawala wa uingereza ni rehema kwa ajili yetu. si maana yake kwamba wazungu ni wema sana. miongoni wa hawa ni wadhalimu na wenye husuda na ghadhabu, na vile vile kuna mataifa wengine pia ambamo watu wazuri pia wanapatikana ndani yao. kitu kinachokuwa rehema ni hii kwamba serikali hii haijiingizi katika uhuru wa dini za watu. हम पर मुकर्रर किया। ये जमाने की बात है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, जो अफराद के मामला basi hii ni fadhila za mwenyezi mungu kwamba ametuweka juu yetu serikali ambayo haijiingizi katika mambo ya binafsi za watu. उसको मैंने यही जवाब दिया था कि मजहब hazur anasema kwamba hivi karibuni kikao kilifanyika. mwandishi wa habari alisema kwamba hali ile inapatikana katika nchi yetu pia hapa. hazur anasema kwamba जहाँ अहमदियत पर पाबंदियां लगाई गई हैं, anasema ni sawa kwa sababu serikali hii haijiingizi katika mambo ya dini za watu. kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba hali ya hapa ni sawasawa na hali ya pakistan au nchi zingine. senam alah salam anaendelea kusema kwamba labda watu wengine wangetutawala, labda wangekuwa wazuri katika mambo mengine, labda wao wangekuwa na haufu ya mwenyezi mungu zaidi ya hawa na wangekuwa waadilifu zaidi ya hawa, lakini uhuru, labda wao wasingetupatia uhuru wa binafsi au uhuru wa dini kama hawa wazungu wanatupatia. labda wao wangekuwa wazuri kama ni wanadamu, lakini labda wangekuwa wenye madhara upande wa dini. इस्लामी हुकूमत कायम ना हो जाती, yani katika kujenga uhusiano na watu labda wangekuwa wazuri, lakini katika uhuru wa dini labda wangekuwa wabaya. na katika hali hii labda ingekuwa ngumu sana kwetu kusambaza dini tukufu ya islam, ये इतराज करते ना na tusingeweza kuimarisha amri za mwenyezi mungu. ndiyo katika kwa maana hii senam alah salam alisema kwamba serikali ya uingereza ni rehema kwa ajili yetu. इंसाफ के मामला में कोई दूसरी हुकूमत इससे भी अच्छी हो। maana yake ilikuwa si hii kwamba wazungu ni waadilifu zaidi kwa wale wengine. labda inawezekana kwamba katika uadilifu serikali ingine ni nzuri zaidi kuliko hawa wazungu. jambo la kusifu ni hii kwamba कलम के जिहाद के बारे serikali hii haijiingizi katika mambo ya binafsi za watu wala dini yao. में बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक मामूली halifa wa pili raziallahu taala anhu kuhusu jihadi ya kalamu amesema kwamba इस्लाम की किताबें जब दिन रात manabii wanakuwa wenye kutoa shukurani sana कि आप कई कई रात katika mambo madogo madogo, wanaona kwamba wamefanyiwa ihsani. vitabu vya sinam alah salam vilikuwa vinachapwa usiku na mchana, na sinam alah salam mwenyewe alikuwa halali usiku, किताबत होके आती, lakini wakati mwingine wakati wote mtu alipokuwa akileta musawadha au kitabu kilichochapwa, wakati yule sinam alah salam mwenyewe alikuwa akienda kuchukua kile kitabu, na pamoja na hiyo alikuwa akiendelea kusema jazakallah, alhamdulillah, na alikuwa akisema kwamba huyu mtu amepata shida sana kwa sababu ya kazi hii, mwenyezi mungu ampatie ujira mwema, wakati ilhali mwenyewe alikuwa akikesha kwa siku kadhaa. तो अगरचे खुदा के लिए कहा halifa wa pili anasema kwamba nilimuona mara chungu mzima usiku anafanya kazi na nimelala katika hali, na asubuhi nilipoamka bado nilimkuta bado alikuwa anaendelea kufanya kazi, ingawa watu wengine walikuwa wakifanya kazi kwa ajili ya mwenyezi mungu, lakini senam alah salam alikuwa akiwajali sana. hii kwa sababu hii kwamba wao wanawajali sana watumishi wa mwenyezi mungu na viumbe vyake. साहबा मसीह अलैहिस्सलाम आपके अदब और आपके मुकाम का किस कदर लिहाज रखते ख्याल रखते थे, और इसके लिए किसी masahaba wa sayyidna ahmad alah salatu wassalam हज़रत मुस्लिम मौद walikuwa wakijali adabu ya sinam alah salam kiasi gani,
na walikuwa hawajali mtu yeyote katika hii. Hazrat Muslimau radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja, na kwa kueleza tukio hili amewakumbusha vijana kwamba wao wafuate adabu na wafuate mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Halifa wa pili anasema kwamba mimi nimeona kwamba wazazi hawajali kuwafundisha watoto wao adabu za Islam. Wao wanashikana mikono hata mbele yangu, hawajali, na wao hawaoni kwamba hili ni jambo mbaya, kwa sababu walimu wao hawakuwapatia malezi kuhusu jambo hili, ila hali kitu hiki kinaleta athari mbaya sana juu ya maisha yao. Na vijana wengine walipewa malezi mazuri, athari yao ninayo mpaka leo, na napowakumbuka hawa na waombea sana. Siku moja nilikuwa nimeweka mkono wangu juu ya bega la mtu mwingine. Master Qadir Baksh Saheb akaniambia kwamba kitendo hiki si kizuri. Wakati ule mimi nilikuwa katika umri wa miaka 12 11, na wakati wote napokumbuka nasaha yake namwombea sana. Vile vile nakumbuka kwamba kulikuwa bwana polisi mmoja alikuwa mwenyeji wa Muradabad. Alifa wa pili anasema kwamba mama yetu ni mwenyeji wa Delhi, na kule wakimuita mtu mwingine wanasema wewe. Na wazee wa mama yetu walikuwa hawaishi hapa, kwa hiyo hatukuzoea kuwaita kwa sema nilwa nyinyi. Umri wangu ulikuwa miaka 10, kwa hiyo nilikuwa nikimuita Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa neno la wewe. Mwenyezi Mungu amghofirie mana polisi alikuwa mwenyeji wa Muradabad. Ilikuwa kesi kule Gurdaspur, mimi kule wakati wa kuzungumza nilimuita Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kusema wewe. Huyu bwana polisi akanichukua na akanipeleka kando na akasema kwamba wewe ni mtoto wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na sisi tunakuheshimu, lakini ukumbuke jambo hili kwamba neno hili la wewe linatumika kwa ajili ya mtu ambaye ni sawa katika umri, si kwa ajili ya wazee, watu wakubwa. Kwa mimi siwezi kukubali kwamba neno hili litumike kwa ajili ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo haya ni mafunzo, adabu alionifundisha huyu bana polisi. Hazur anasema kwamba hizi ni adabu za Islam, tunatakiwa tujali na tufuate, hususan vijana wanaokuja katika MTA. Kwa kawaida vipindi vyote ni vizuri, lakini kuna kipindi kimoja kinachotengenezwa huko Rabwa siku hizi. Katika kipindi kile kuna mbashiri moja ambaye anaendesha kipindi hiki. Huyu mbashiri jinsi anavyokaa ni mbaya sana, amekaa juu ya kiti na anaendelea kucheza na hana kofia. Hazur anasema vipindi vya aina hii vinavyotengenezwa huko Rabwa sisi hatuwezi kurusha wala hatuwezi kubali. Kwa hivyo MTA wa Pakistan wanatakiwa waangalie jambo hili na wawe waangalifu sana. Hata kama kipindi ni kizuri, lakini yule anayeendesha kipindi kile ikiwa yeye si mzuri, sisi hatuwezi kurusha kile kipindi katika MTA. Kwa hiyo nimewaambia wasimamizi wa MTA kwamba wao wasirushe vipindi vya aina hii. Hazur anasema wabashiri wanatakiwa wawe waangalifu sana, kwa sababu wao wana heshima yao na wanatakiwa wao wazingatie heshima yao. Mtu wa kawaida au kijana wa kawaida akifanya kitendo cha aina hiki labda tunaweza kumsamehe, lakini akifanya mbashiri sisi hatuwezi kumsamehe kitendo chake hiki. Hata watu wengine waliniandikia pia wanisema kwamba hii si vizuri kwamba kipindi kinatengenezwa huko Rabwa, lakini adabu haikuzingatiwa katika kipindi hiki. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu
anasema kwamba sisi pia katika utoto wetu tulikuwa tukicheza michezo ya aina mbalimbali. Kwa kawaida nilikuwa nikicheza mpira wa mguu. मेरे पास आए वो कहने लगे watu wengine waliokuja Kadian baadaye walikuwa wakipenda mchezo wa cricket. wao waliandaa timu ya cricket. आप उस वक्त एक किताब लिख रहे थे siku moja hawa wakaja na wakasema kwamba umwambie Hazrat Saheb kwamba yeye pia aje na acheze pamoja nasi. mimi nikaenda nyumbani, na wakati ule Sayyidina Alah Salam alikuwa anaandika kitabu. nilipomwelezea lengo la kuja kwangu, Sayyidina Alah Salam akaacha kuandika na akasema kwamba mpira wako haitaenda nje ya पहुंचा ये नहीं kiwanja, lakini mchezo ninaocheza mpira wake utaenda kila pembe ya dunia. sasa angalieni, je, mpira wake haukufika kila pembe ya dunia? siku hizi Holland, Middle East, Afrika, Indonesia na katika nchi zingine wafuasi wake wanapatikana. serikali ya Philippines ilikuwa haituruhusu tutume mbashiri, lakini hivi karibuni nimeanza kupokea bayet kutoka Philippines. kama siku 2-3 iliyopita mtu mmoja aliniandikia barua kutoka Philippines. katika barua yake ameandika kwamba hii ni barua kama ni bayet yangu na munitumie vitabu vingine. Huzur anasema mambo haya ni mambo ya wakati wa halifa wa pili. निशात इस्लाम लाहौर को भी na yule bana aliandika kwamba nikipata taarifa kwamba sehemu yoyote kuna mtu ambaye anayetumikia dini tukufu ya Islam na andika barua kule. katika Anjuman Ishaat Lahore kule pia nimeandika barua. katika unwani ya Washington pia nimeandika barua. sasa angalieni, kule Philippines hakuna mbashiri wetu, lakini watu wenyewe wanaendelea kuelekea upande wa jumuiya. huu ni mpira uliorushwa kutoka Kadian na ulirushwa na Sayyidina Alah salatu wassalam na unaendelea kufika katika kila pembe ya dunia. Huzuru anasema kwamba sasa hali yake imekuwa ya aina hii siku hizi kwamba tunashangaa kwa kuona hali hii. Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya kazi hii na anafikisha ujumbe, na Mwenyezi Mungu mwenyewe anawaelekeza watu upande wa jumuiya. watu wengine wanapoona picha ya Sayyidina Alah salatu wassalam wanamtambua, wakiona picha za mahalifa wanawatambua kwamba hawa ni wale tuliowaona katika ndoto zetu. कि बगैर मेहनत दीन kisha kwa kueleza tukio lingine, halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया bila kufanya juhudi katika dini na dunia mtu hawezi kupata heshima. व्यवस्था करती है Sayyidina Alah salatu wassalam alikuwa akisema kwamba katika zama yetu hii हज़रत मसीह मौला heshima yote itapatikana kwa kutupitia sisi. Hazur anasema yani katika zama hii ya Sayyidina Alah salatu wassalam heshima yote inahusika na Sayyidina Alah salatu wassalam. watakaopata heshima watakuwa wafuasi wetu au watakuwa wapinzani wetu. साहब को देख लो yani ikiwa wapinzani pia wanapata heshima, wao watapata kwa sababu ya kumpitia Sayyidina Alah salatu wassalam. लाल हासिल है alikuwa akisema Sayyidina Alah salam kwamba angalieni Maulvi Sanaullah, ye si shekhi mkubwa, करें या ना करें mashekh maelfu wanafanana naye katika Punjab. ikiwa yeye amepata umashuhuri ni kwa sababu ya upinzani wetu. hata kama yeye anakubali uhakiri, lakini yeye amepata umashuhuri na umaarufu kwa sababu ya upinzani wetu. kwa hakika कमाल हासिल न करे wao wanapopata heshima ni kwa sababu yetu sisi. कमाल ही फायदा देता है amesema hivi pia Sayyidina Alah salatu wassalam kwamba mtu hawezi kupata neema mpaka awe mkamilifu katika kazi yake. करने वाले katika dini pia mtu anapata zawadi baada ya kuwa mkamilifu. या कामिल इखलास रखने wale wanaopinga वालों ने भी अपने अपने इलाकों में dini wao wanapata umashuhuri. wapo mashekhe wadogo wadogo wengi, lakini wao hawana heshima, au wanapata heshima wale ambao ni wafuasi wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema siku hizi mashekhe wengi wamefungua maduka yao ya upinzani. Sayyidina Alah salatu wassalam wanapata chakula kwa sababu ya hii. अगर इंसान अच्छे पाता बाद anasema Sayyidina Alah salatu wassalam kwamba आप अंदाख्तन bila kupata ukamilifu mtu hawezi kupata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
alifa mtukufu anasoma shairi la kiajemi ya sayyidina alayhi salatu wasalam. maana yake ni kwamba kwa kusema hii akimwelekea mwenyezi mungu, yani yoyote inayotokea itokee, mimi nimeshaweka safina yangu mtoni. kwa kusema hii anapomwelekea mwenyezi mungu, basi yeye pia anatendewa sawa na wale walioneemeshwa. mwenyezi mungu si mdui wa mtu yeyote. kitu kinachotakiwa ni hiki, ni kwamba mtu ajiweke mbele ya mwenyezi mungu. kwa kufanya hivi atapata neema za mwenyezi mungu na maendeleo yatapatikana yenyewe. Hazuru anasema kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili, kwamba ikiwa amempokea sinama alayhi salatu wasalam, basi ajiweke mbele ya mwenyezi mungu. anatoa mfano sinama alayhi salatu wasalam kwamba angalini wale wanaokaa karibu na moto wanapata joto. basi hii je, inawezekana kwamba mtu anaacha mambo yote na anakuja na anakaa karibu na mwenyezi mungu? je, yeye hatapata baraka? chuma kinapowekwa ndani ya moto kinapata sifa ya moto, ingawa chuma si moto. vile vile wale watu wanakuwa karibu na mwenyezi mungu, mungu anawatendea na wao wanafunikwa na shuka la kun fayakun. na wale ambao hawana elimu wanaona kwamba wao ni mungu, ila hali wao wanakuwa kivuli cha mwenyezi mungu. basi mtu akitaka kupata faida kutoka dini, njia yake ni hii, kwamba mtu ajiweke mbele ya mwenyezi mungu. hata taifa likifanya hivi, lile taifa pia litapata baraka na lile taifa litapata ushindi katika kila kiwanja. jumuiya yetu inatakiwa ifanye hivi, lakini watu wengi wanasema tu, lakini tunatakiwa tumpende mwenyezi mungu kiasi hiki kwamba mtu athibitishe kwa vitendo vyake, asidai tu, kwa sababu mapenzi ya mwenyezi mungu na uongo hauwezi kuwa pamoja, kwa sababu uongo ni giza na mapenzi ya mwenyezi mungu ni nuru, haziwezi kukaa pamoja. Hazuru anasema kwamba mimi naendelea kukumbusha mara kwa mara kwamba baada ya kujiunga na sayyidina alayhi salatu wasalam tunatakiwa tuwe tofauti na wengine. tunatakiwa tuwe tofauti katika kuwa na imani juu ya mwenyezi mungu. katika ibada pia tunatakiwa tuwe tofauti na wengine. katika hulka njema pia tunatakiwa tufanye juhudi zaidi kuliko wengine. katika kufuata sheria pia tunatakiwa tuwe mfano kwa ajili ya wengine, ilmuradi katika kila kitu mwanajumuiya anatakiwa awe tofauti na wengine. ndipo kama alivyosema sayyidina alayhi salatu wasalam, tunaweza kupata faida kutoka katika bayati yetu. halifa wa pili radhiallahu taala anhu anaeleza tukio la ihsani na kuwatendea vizuri wengine. wenyeji wa kadhian wasikuwa na jumuiya au mabaniani waliokuwa wakiwachochea viongozi wa serikali dhidi ya sayyidina alayhi salatu wassalam. safari fulani kiongozi wa serikali alikuja kadhian na akasema kwamba hawa ni wenyeji wa kadhian, watendee vizuri hawa. yani yeye alimwambia sayyidina alayhi salatu wassalam. sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusikia hii alisema kwamba huyu mtu ambaye amekaa karibu nami aitwaye buda shah, muulize huyu, je, ilipatikana nafasi hata mara moja kwamba yeye hakunitendea vibaya na hakunipatia madhara? vile vile ulize huyu kwamba je, ilipatikana nafasi hata mara moja kwamba nilikuwa na nafasi ya kumfanyia ihsani na mimi sikumfanyia ihsani? huyu buda shah hakusema neno hata mmoja, bali aliendelea kukaa kimya. hii ilikuwa mfano mwema wa
sainam alahi salatu wassalam. kwa hiyo jumuiya yetu pia inatakiwa iwe mfano katika mambo yao. wanatakiwa wawe safi kiasi hiki kwamba wasifanye hiana katika amana, na wao wazungumze katika maneno ambayo yanaleta athari katika mioyo ya wengine. kwa kueleza jambo hili kwamba mtu akizoea basi yeye hasikii madhara, kwa sababu anakuwa amezoea kuhusu jambo lile. amesema alifa wa pili kwamba lilimsikia sainam alahi salatu wassalam akisema mara chungu mzima kwamba kutoka kwa mwenyezi mungu majaribio ya aina mbili yanapatikana. jaribio ya moja ni hii kwamba mtu anapewa hiari kwamba wewe kwa ajili ya starehe yako unaweza kuchagua njia. na sainam alahi salam alikuwa akitoa mfano kwamba angalieni, kutawadha pia ni jaribio. wakati katika msimu wa baridi mtu anaona ni vigumu kwake kutawadha, hususan ikiwa kuna hewa, inakuwa ngumu kwake kutawadha. Hazur anasema siku hizi hali hii haipatikani kwa sababu sisi tuna system ya heating na mambo ya kisasa. na sainam alahi salam anasema kwamba mwenyezi mungu ameamuru kwamba kabla ya kusali swala unalazimika kutawadha. wakati wa swala wakati maji moto hayapatikani, au wakati labda maji moto atapata, lakini yeye hataki kutawadha. au wakati anapata maji baridi kwa ajili ya kutawadha, na kwa kutawadha katika maji yale analazimika kuswali. alikuwa akisema kwamba hii pia ni jaribio ambayo aliweka mwenyezi mungu kwa ajili ya waaminio, lakini alisema kwamba jaribio hili ni la aina hii kwamba mwanadamu amepewa ruhusa kwamba ikiwa maji ni baridi basi achemshe, afanye uwe moto. yani amepewa hiari ya kuchemsha yale maji, na ameruhusiwa kwamba ikiwa huwezi kutawadha kwa kutumia maji baridi basi ufanye juhudi na uchemshe maji. na baada ya kutawadha kwa kutumia maji moto uwae nguo nzuri ili usisikie baridi. au baadhi wakati kwa kujitolea wanaweka maji moto miskitini, kwa sababu wale watu ambao hawawezi kuchemsha maji nyumbani kwao wanaweza kuja miskitini na kutawadha pale. Huzuri anasema kwamba nchi ambapo maendeleo bado hayapatikani, wenyeji wa kule wao wanaweza kujua hii ni nini ninayoeleza, na wale vijana waliozaliwa katika nchi labda hawajui hii ni nini, kwa sababu maji moto yanapatikana hapa kwa ajili ya kutawadha. lakini wazee wanajua kwamba katika Pakistan, India hali inakuwaje. au kama maji moto hayapatikani miskitini, mtu mwingine anasaidia na anachota maji kutoka katika kisiwa ili watu waweze kutawadha, kwa sababu maji ya kisima yanakuwa moto kidogo, na hivi yanaweza kuondoa madhara ya baridi. vile vile anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba mtu amke asubuhi na swali swala. basi kuamka katika msimu wa baridi asubuhi inakuwa ngumu sana, lakini mwanadamu ikiwa ana nguo nzuri hawezi kusikia hii. kwa mfano ikiwa amezoea kusali sala ya tahajjud, anaweza kufanya hivi wakati wa kusali tahajjud, anafunga milango yote ili hewa baridi isiingie chumbani kwake. vile vile asubuhi anapokwenda miskitini anaweza kujifunika vizuri wakati anapokwenda kwa ajili ya swala. hata kama mtu ambaye ni maskini, yeye pia anaweza kutumia nguo za zamani, na hivi anaweza kujiokoa katika baridi. au kama kuna mtu ambaye hana kitu cha kujifunika, yeye pia hawezi kupata madhara kwa sababu ameshazoea baridi kali. na hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa mtu anazoea basi yeye hapati madhara kwa sababu ya udhaifu wake. Hazur anasema katika baridi tumeona katika Pakistan wakati tunapojifunika vizuri kwa sababu ya baridi, lakini mtu maskini anavaa nguo za kawaida na bila soksi anatoka nje, na yeye hasikii baridi sana kwa sababu amezoea hali ya hewa ya aina hii. au anasema kwamba alifa wa pili kwamba nimeona kina mama wengine wanaofanya
kazi karibu na jiko, wao wanashika mkaa kwa mikono yao na hawasikii madhara yoyote, na sisi hatuwezi kushika wala kwenda karibu na ule moto. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba wao wanakuwa wamezoea. Hazur anasema jambo la kwanza ni kwamba ikiwa mtu amepata majaribio na anapata shida, ikiwa yeye anakubali shida hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anapata ujira. Lakini kama anaweza kupata suluhisho, anatakiwa afanye suluhisho la jambo lile. Ikiwa hali hii patikani, basi anatakiwa azoee katika hali ile. Basi anapozoea ile shida inakuwa si shida kwa ajili yake. Halifa wa pili hakueleza sehemu ya pili ya jaribio ni nini, lakini katika maandiko ya Sinam alayhi salatu wasalam fulani hali ile imeelezwa, na ameeleza hali nani, hekima ya majaribio ni nini. Sinam alayhi salam amesema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na kudra kwamba asinge wadhuru watumishi wake, na wangewapatia maisha yenye raha na starehe, na wangekuwa na maisha ya starehe. Lakini hakufanya hivi kwa sababu ndani yake kuna siri kubwa sana. Angalieni, wazazi wanapenda sana binti yao, na wao wanampenda binti yao zaidi kuliko watoto wa kiume. Lakini inakuja wakati kwamba wazazi wanamuoza binti yao, na wakati binti anapoozwa, wakati ule hali inakuwa ya huzuni sana. Wazazi pia wanalia na binti pia analia, kwa sababu wote wanaagana. Walikaa pamoja kama miaka 14 15, lakini hatimaye wazazi wanamuoza binti yao na wanaagana. Kumuoza binti na kuogana, mtu akisema kwamba hii si rehema, basi kauli yake si sahihi, kwa sababu yule binti anakuwa na uwezo wa aina fulani kwamba anapokwenda kwa mkwe wake kule, basi inakuwa baraka kwa ajili yake. Hii ndio ni hali ya watu wa Mwenyezi Mungu. Wao ikiwa hawapati majaribio, hali yao halisi haijulikani. Angalieni, tunaeleza khulqa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata hali za aina zote, yani alipata hali ya dhiki na faraja. Ndiyo maana tunaeleza ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msione kwamba dhiki ni mbaya, bali dhiki inavuta ukaribu na Mwenyezi Mungu na ladha ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata ladha hii wanapata watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya ladha hii wanaacha mambo yote ya dunia na ladha yote ya dunia. Kwa ajili ya kuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu ni lazima kwamba mtu apate dhiki na ashukuru. Maadamu wakati anapoacha tamaa na ladha ya dunia na anaacha nafsi yake, katika hali hii anapata maisha ambayo hayaishi, na baada ya maisha haya yeye hafi tena. Huzuru anasema kwamba hii ndiyo ni maana ya majaribio yanayokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alisema safari fulani halifa wa pili kwamba mimi nilipokuwa katika umri wa 10 au 9, mimi na wanafunzi wengine tulikuwa tunacheza nyumbani. Kule katika kabati kulikuwa kitabu fulani ambacho kilikuwa kitabu cha babu yetu. Tulipofungua kile kitabu, ndani yake iliandikwa kwamba Jibrail sasa hashuki. Nikasema kwamba hii si sahihi, Jibrail anashuka juu ya baba yangu. Yule mwanafunzi mwingine akasema kwamba Jibrail haji, imeandikwa katika kitabu. Kwa hiyo tukaanza kujadiliana. Hatimaye tulimwendea Sayyidina alayhi salatu wasalam na tukaeleza maelezo yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yoyote iliyoandikwa ndani ya kitabu si sahihi. Jibrail bado anashuka na analeta ufunuo. Kisha anaeleza halifa wa pili kwamba mimi nakumbuka tukio moja, na mara chungu mzima kwa kukumbuka tukio hili nimecheka, na baadhi wakati nimelia pia kwa sababu ya tukio hili. Lakini mimi naheshimu sana tukio hili, na mimi naona kwamba tukio hili ni tukio nzuri la maisha yangu. Na tukio hili ni hivi kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, usiku moja tulikuwa tunalala nje ya chumba. Nilikuwa
msimu wa joto na mawingu yakaja huko mbinguni na katika karibu ya Kadian radhi ilianguka, lakini sauti yake ilikuwa kubwa kiasi hiki kwamba kila mwenyeji wa Kadian aliona kwamba radhi imeanguka nyumbani kwake. उठकर अंदर चले गए, kwa sababu ya radhi hii na sauti hii watu wote wakaenda chumbani. जाने लगे। wakati radhi ilipoanguka sisi pia tulikuwa tunalala nje ya chumba, tukaenda ndani ya chumba. Na bado nakumbuka hali ile kwamba wakati Sayyidina Alayhi Salam alipokuwa anaelekea chumbani, niliweka mikono yangu juu ya kichwa ya Sayyidina Alayhi Salam kwamba ikianguka radhi basi iangike juu yange, isianguke juu yake. baadaye nilipata ufahamu, nilicheka kwa sababu kitendo changu hiki kwamba sisi tulisalimika kwa sababu yake yeye, badala hii kwamba Sayyidina Alayhi Salam alisalimika kwa sababu yake sisi. kwa kueleza tukio la kifo cha Sayyid Abdul Karim Saheb, halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba 1905 Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa mgonjwa na nilikuwa miaka 17. tulikuwa tukicheza. siku moja nilimwendea Maulvi Saheb kwa kumpelekea chakula, na sikumbuki kwamba baada ya siku ile nilimwendea kwa sababu nilikuwa nikifikiria kwamba yeye atakufa baada ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa mkali. nilisoma kidogo kutoka kwake, baadaye sikusoma kwake na wala sikuwa na uhusiano naye, lakini siku zile tulikuwa tukijadili kwamba malaika wa kulia Sayyidina Islam ni nani na malaika wa kushoto ni nani. wengine walikuwa wakisema kwamba Maulvi Abdul Karim Saheb ni malaika wa kulia, na wengine walikuwa wakisema kwamba halifa wa kwanza ni malaika wa kulia. kwa hiyo mimi, kwa sababu halifa wa kwanza alikuwa akinipenda sana, nilikuwa nikisema kwamba yeye ni malaika wa kulia wa Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. na siku moja nilimwelezea hali hii mbele ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Halifa wa Sayyidina Alayhi Salam pia alisema ni sawa unayosema. mimi nilikuwa sina uhusiano wowote na Maulvi Abdul Karim Saheb, lakini nilikuwa nikikiri kwamba anatoa hutuba nzuri. lakini mara nilipopata taarifa ya kifo chake, basi hali yangu iliharibika, na habari hii nilihisi kama umeme umepita ndani ya mwili wangu. kwa kupata taarifa hii nilienda chumbani kwangu na nikafunga milango yote na nikakaa juu ya kitanda, nikaanza kulia na nililia sana. nikaanza kukumbuka mapenzi ya Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa anayo na Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. nilikuwa nikipata wazo hili kwamba Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa akisaidia sana Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam katika kazi yake, na sasa Sayyidina Alayhi Salam atapata shida. na hivi basi kwa kukumbuka matukio haya nilikuwa nalia sana. siku ile mimi sikuweza kula wala sikuweza kuzuia machozi yangu. kwa kuona hali yangu hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia alishangaa, na kwa kushangaa alisema kwamba imetokea nini. Mahmud alikuwa hana uhusiano mzuri na Maulvi Sahebu, huyu atakuwa mgonjwa akiendelea kulia hivi. kisha anasema halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mwaka wa 1908 ni mwaka wa huzuni sana kwa ajili yangu, si kwa ajili yangu tu bali kwa ajili ya kila mwanajumuiya, kwa sababu alifariki yule aliyekuwa dalili ya nuru ya macho yetu, na yeye alikuwa nuru ya mioyo yetu. Yeye alituaga na ilikuwa kiama kwa ajili yetu, na sisi tuliona kwamba kama mbingu imetetemeka. Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba wakati ule nilikuwa sijali kuhusu chakula wala nguo. nilikuwa na wazo hii moja tu kwamba hata kama dunia nzima inamwacha Sayyidina Alayhi Salam, mimi sitamwacha na nitaendeleza silsila yake duniani. mimi sijui kiasi gani nimetimiza ahadi hii, lakini nilikuwa na nia hii kwamba mimi nitafanya kazi sawa na ahadi hii. Haruzur anasema kwamba siku hizi kila mwanajumuiya na walikuja baada wote ni mashahidi kwamba khalifa wa pili alitimiza vizuri ahadi yake hii. Bali Huzur anasema kwa ajili yetu sisi pia ni mwongozo ahadi ya khalifa wa pili. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kutimiza ahadi zetu.
alifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitaswalisha jeneza mbili. Jeneza moja ipo hapa. Hazur anauliza amir saheb kwamba je, jeneza imeshafika hapa? जनाजा हाजिर जो है मुकर्रमा सुरैया बेगम साहिबा एलिया चौधरी अब्दुल रहीम साहब मरहूम ऑफ मुल्तान का है जो मैनचेस्टर यूके में थी आजकल. Hazur anasema jeneza ambayo iko hapa ni ya Suraya Begum Sahaba, mke wa Abdul Rahim Saheb marehemu mwenyeji Multan. Alikuwa akiishi Manchester siku hizi. Tarehe 11 wa November katika umri wa miaka 77 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanamke mwema, mswaliaji wa sala, mwenye hulka njema na mwenye subra sana. Alikuwa musia. Ameacha watoto wa kiume 6 na mabinti 4. Mtoto wake moja Abdul Muti ni Zaim Ansarullah na binti yake moja ni Sadr Lajna wa Manchester. Nitaswanisha jeneza yake huyu marehemu. Mwenyezi Mungu amghufirie na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni jeneza ghaibu ambayo ni bana Mahmud Abdullah Shoguti wa Yemen. Shoguti saheb tarehe 9 wa Novemba 2014 baada ya kuguliwa maradhi ndefu alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake alimtuma Rabwa kwa ajili ya kupata mafundisho katika Jamia Ahmadiyya. Alihitimu vizuri masomo yake. Baadaye aliteuliwa kuwa mbashiri kule Yemen. Alizaliwa katika Yemen 1934. baba yake Abdullah Muhammad Usman alikuwa mwanajumuiya wa kwanza wa Yemen. Kwa kumpitia bwana Ghulam Ahmad Sahib alikuwa mbashiri wa jumuiya, alifanya bayat. Baba yake alimtuma Rabwa 1952 kwa ajili ya kupata masomo ya Jamia Ahmadiyya. Kule wibana alihitimu imtihani ya Maulvi Fazil. Alikuwa mwanafunzi wa kwanza nje ya Pakistan aliyehitimu, aliyepata ushindi, na vile vile alifanya degree ya shahid pia katika jamia. Na 1960 alirudi Yemen kwa kuwa mbashiri. Lakini kabla ya kurudi kule baba yake alimsihi kwamba aowe kule Rabwa. Kwa hiyo Tahrika Jadid ilitafuta mchumba kwa ajili yake. Bi Nasrin Saheb ambaye alikuwa katika familia ya Dr. Abdul Sattar Saheb. Kuhusu marehemu mtoto wake moja anaandika kwamba baba alikuwa akieleza kwamba wanafunzi wote wa jamia walikuwa kisali swala katika msikiti wa Mahbud, lakini baba alikuwa akienda msikiti wa Mubarak kwa ajili ya kusali sala ya alfajiri. Kisha baada ya swala alikuwa akienda pamoja na Mirza Bashir Ahmad Sahib kwa ajili ya kutembelea, na wenzake ni Usman Chini Sahib na Maulvi Abdul Wahab Sahib. Hawa walikuwa wakisoma pamoja naye. Marehemu mpaka 70 alifanya kazi kwa kuwa mbashiri, lakini baadaye serikali ya Yemen ilipopata uhuru, basi ilipangwa marufuku kule kwamba haina ruhusa ya kufanya mahubiri ya dini. Kwa hiyo aliambiwa na jumuiya kwamba asifanye mahubiri, asimamishe kazi hii, lakini aliendelea kutimiza mambo yote ya usimamizi. Na swala ya Ijumaa alikuwa akiswalisha katika misikiti wa chuo, na msikiti ule ulikuwa msikiti wa Ahmadiyya. Lakini baada ya kufariki yule mwanajumuiya, familia ilichukua msikiti wake, kwa hiyo ule msikiti ulirudishwa kwao. Kwa hiyo bana Shulguti Sahib alitoa nyumba yake kwa ajili ya kusali swala. Kwa hiyo swala iliendelea kusaliwa pale. Alikuwa hapokei posho yoyote kutoka kwa jumuiya, bali alikuwa akifanya matumizi yeye mwenyewe, na michango yote alikuwa akipeleka makao makuu bila kukata matumizi yoyote. Bali mwanzoni wabashiri waliopewa viwanja kule Rabwa, Shalguti Sahib pia alipewa kiwanja, lakini alimpatia jumuiya. Kama nilieleza kuhusu bana Wahab Sahib pia kwamba yeye alitoa kiwanja chake
kama zawadi kwa ajili ya jumuiya. Hazur anasema kama marehemu alitia mapenzi sana katika mioyo ya watoto kuhusu uhalifa. Alikuwa mtu mzuri sana. Alikuja hapa na alikutana nami, alikuwa akiwatendea vizuri jamaa zake wao Ahmadio si wanajumuiya. Ameacha mke na watoto wa kiume 5 na wajukuu. Mtoto wake mmoja anaishi huko Canada. Mtoto wake mwingine aitwaye Nasir Ahmad anaishi hapa Uingereza. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watoto wake wote wafuate nyayo za baba yao. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله